WhatsApp player hatimaye amefahamika. Ni yule ambaye tulishamjadili kupitia jukwaa hili, naye ni Fredy Jovan Ngoma, mchezaji wa kimataifa wa Congo Brazzaville ambaye hivi karibuni aling'ara sana katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, akisaidia timu yake aliyokuwa akichezea kabla ya kutambulishwa rasmi na Yanga ya Olympic Safi kufika hatua ya nusu fainali, huku ikiwa mechi 4 za mtoano, kwa maana robo fainali 2 halafu 2 za nusu fainali, hawakupoteza mchezo hata mmoja, huku yeye akiwa miongoni mwa waliong'ara sana katika eneo la kati kama kiungo mkabaji, akiwezesha timu yake kuwa imara katika kuzuia, na mwisho wake ikatolewa kwa sababu tu ya faida ya bao la ugenini walioipata USM Alger, ambao mwisho wa siku walikwenda kutoa ubingwa wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa msimu uliomalizika 2025 2026. Kwenye robo finali walicheza dhidi ya Wydad Casablanca ya Morocco, Wydad ya kina Stefan Aziz Ki, Wydad ya kina Hakim Ziyech. Wao waliwasimamisha kwa kuwatoa katika hatua ya robo finali, ambapo mechi waliocheza kwao iliisha kwa sare ya 1-1, mechi ya ugenini iliisha 2-2, yeye Ngoma akiwa miongoni mwa waliong'ara sana katika mchezo huo, pamoja na Mohamed Mufid wa Wydad, na yeye ndio waliokuwa kwenye vyanzo mbalimbali wakipata rate za juu mno kama wachezaji waliofunika zaidi katika mchezo ulioisha 2-2. Matokeo yake wakanufaika, wakaenda nusu finali, ambapo wakakumbana na USM Alger. Kilichowabeba kwenda nusu finali ni faida ya bao la ugenini kama nilivyotoka kueleza. Kwa sheria za CAF, 1-1 nyumbani, 2-2 away, ikawapeleka nusu finali, ambapo dhidi ya USM Alger mechi yao ya nyumbani iliisha 1-1, ugenini ilikuwa bila. Kwa USM Alger na wao wakanufaika kwa bao la ugenini na kwenda finali. Sasa katika kombe la shirikisho kulidhihirisha juu ya baadhi ya sifa za Ngoma, ambaye ni kiungo ukabaji. Kwenye mfumo wao ndani ya Olympic Safi walikuwa wanacheza baada ya golikipa kuna walinzi 4, viungo 2 ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwenye wale viungo 2 alikuwa yeye na nahodha wao Soufiane El Moudani. Sasa wakati wanakwenda kushambulia, yeye alikuwa ndi anayebaki nyuma kuhakikisha anaungana na walinzi wao wakati wanaendelea kwa salama. Cheza yake kwa wastani ilikuwa ni kwenye box la katikati ya uwanja, kwa sababu ana nidhamu sana kuhakikisha hakuna mipira inayokuja ghafla kwenda kuwashambulia kushoto wala kulia. Lakini pia unapokwenda kushambulia, sifa yake kubwa ni kupiga pasi ndefu zinazofika kwa usahihi. Ndiye aliyekuwa pasi master wa Olympic Safi, kwa sababu eneo la kati yeye ndiye mpiga pasi nyingi na zinazofika. Wanapokwenda kushambuliwa, yeye ndio wa kwanza pale eneo la kati kuona mipira inapita eneo lipi na kwenda kuicheza. Ni kiungo ukabaji mwenye sifa ya kuwa kiungo mkata shombo, lakini sio wa kazi chafu. Ni kwa sababu gani? Kwenye hii kombe la shirikisho mechi 10 walizocheza kuanzia 6 za hatua makundi, 2 robo finali, 2 za nusu finali kama nilizotoka kuzielezea, yeye alicheza mechi 9, dakika 731. Lakini katika mechi hizo nini alifanya? Alipora mipira mara 41, zile ball recovery, kuipoka mipira kutoka kwenye imaya pinzani kurejesha kwenye timu yake ya Olympic Safi. Lakini sio hilo tu, alifanya tackling, kwa maana kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira pasi na kusababisha madhara mara 15 kwa usahihi. Lakini kubutua mipira yeye sio sifa yake kubwa, maana mechi 9 alibutua mipira mara 6 tu, kwa maana kufanya clearances, kutoa mpira katika eneo hatarishi uende eneo salama, wakati anapokuwa anarudi nyuma kuungana na mabeki wake katika jukumu la kiulinzi. Lakini akawa na sifa moja kubwa iliyomfanya awe ndiye best performer katika eneo hilo. Kigezo kimojawapo cha kiulinzi ni interception, kuingilia mipira ya wapinzani na kuicheza kwa kuwazidi maarifa wakati wanapasiana, wakati wanatuliza mipira, wakati wanakokota. Alifanya kwa mafanikio mara 17 na kuwazidi wachezaji wengine wote katika michuano ya CAF kwa msimu uliomalizika. Yani ingawa timu yake ilishia hatua ya nusu finali na yeye akicheza mechi 9 tu badala ya 10 kutoka hatua ya makundi, hawakufika finali. Lakini mchezaji aliongoza kwa interceptions kuliko wote, yani mpaka wale waliofika finali wachezaji wa USM Alger ni yeye, akiwa amefanya interceptions 17. Alifuatia alikuwa ni nahodha wake, pacha wake katika eneo la kati, nazungumzia Youssef El Moudani aliyefanya mara 16. Sasa hii inadhihirisha sifa yake ya kwamba anafanikiwa kucheza mipira kwa kutumia maarifa zaidi na uwezo wa kusoma mchezo kuliko kucheza faulo, kwa sababu mechi hizo 9 Mwamba dakika 731 uwanjani
kacheza faulo 3 tu na yeye ni kiungo ukabaji. Unaweza ukaona ni mchezaji wa namna gani, kwa sababu kwa kawaida wachezaji wa sifa yake katika eneo la kati, wenye nishati ya kutosha, wenye uwezo wa kwenda kushoto kulia na kuzuia mashambulizi, sifa mojawapo huwa ni kucheza faulo. Ndio huwa wanaongoza kwenye timu zao kwa kucheza faulo. Kumbuka Khalid Aucho Dokta wakati anatekeleza majukumu yake, bonge la mchezaji, lakini mojawapo ni kwamba hupiti kwake kiwepesi, lazima akufyatue. Lakini na viungo wengine, Mudathir Abbas akicheza kwenye eneo lake hana masiara hata kidogo wakati anatekeleza jukumu la kama kiungo ukabaji. Lakini huyu mwamba sifa yake ya ziada ni kwamba anafanikiwa yote hayo, kuwa mkata shombo, kuwa mkata umeme bila faulo, kwa sababu kwenye kombe la shirikisho hizo dakika 731 kacheza faulo 3, halafu yeye kwa sababu ni pass master mzuri katika kudribble mipira na kuchezesha timu yake, kachezewa faulo 14. Unaweza kachezewa faulo 12. Yaani wapinzani wamemchezea faulo 9 zaidi alizozicheza yeye. Hii ni sifa ya kipekee ya Fred Juval Ngoma kwa nafasi ya kiungo ukabaji. Anaonyesha namna nyingine ya kutekeleza majukumu ya kiungo ukabaji bila kucheza faulo. Kwenye ligi kuu ya Morocco Botola, mechi 27 alicheza kati ya mechi 30. Kudhihirisha kwamba yeye ni pass master, ndiye aliongoza kupiga pasi nyingi, akipiga pasi 1095 na kati ya hizo zilizofika ni pasi 953, sawa na ufanisi wa 87%. Ni sifa yake hii. Lakini kwa pasi ndefu zinazofika kwenye kombe la shirikisho, maana nakutajia yale aliyofanya Botola na kwenye kombe la shirikisho, ni kwamba alipiga pasi 89, zilizofika kwa usahihi ni pasi 54 ambazo ni ufanisi wa 54%. Hizi ni pasi ndefu, long passes, ambazo zinatoka upande mmoja kwenda upande mwingine kurahisisha kukata mistari ya kiulinzi ya timu pinzani ili kufikia kwenye eneo la wapinzani. Kwenye michuano ya CAF hii mechi 10 wao walifunga mabao 11, waliruhusu mabao 8. Sasa katika yale 11, kwa sababu ya kucheza kwa ushirikiano na El Mudani, akamwezesha El Mudani kuwa anapanda juu kuongeza mashambulizi wakati anakwenda kushambulia, yeye akiimarisha ulinzi eneo la kati, na kumwezesha Mudani kuwa top scorer wa timu yao ya Olympic Safi katika michuano ya CAF, akifunga mabao 4 akitoa assist 1. Ni top scorer wa timu. Yaani katika wale mabao 11 alifunga mabao 4, alitoa assist 1. Ni kwa sababu anapata uhuru wa kuwa kama box to box midfielder, akienda mbele kutekeleza jukumu la kushambulia, kwa sababu ana uhakika mgongoni nambari 4 Ngoma yupo kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa salama. Bahati mbaya sana kwake Ngoma, timu yake Olympic Safi ilielekeza nguvu katika kombe la shirikisho. Ligi kuu mambo yakuwa mazuri, kati ya timu 16 ilimaliza mkiani, timu ya 16 ikateremka daraja. Lakini yeye alifanya kazi kubwa mno. Mechi 27 alipora mipira mara 235, lakini hata hivyo mwisho wa siku timu yake ilikuwa kimeo, hasa kwenye ligi kuu ikateremka daraja, lakini yeye akiwa ni standout performer akiwa na Olympic Safi iliyoteremka daraja, huku ikifika nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika CAF ikiwa na sifa kama iliyoonyesha Marumo Gallants ya Afrika Kusini wakati ikifika hatua hiyo msimu wa 2022 2023, kwamba inafika nusu finali kwenye kombe la shirikisho halafu kwao inateremka daraja. Ngoma akiwa kwenye kiwango chake bora, maana yake ni nini? Anamfanya kocha Mang'oba Mngiti pale eneo la kati anakuwa na mawanda mapana ya uteuzi wa kikosi, maana anaungana na kina Mudathir Abbas, anaungana na kina Juki Oga Abuya, Salwa Abubakar Shuaboy, kuifanya Yanga imara sana eneo la kati. Ni juu ya kocha kuamua anatumia mfumo upi. Ujio wa Ngoma alipata uzoefu wa kutosha katika michuano ya CAF juzi tu hapa na kufika nusu finali. Maana yake kwanza analeta mentality za kiushindi katika michuano ya CAF, lakini pili ni juu ya uwezo wake wa kupiga pasi hizi zinazofika, uwezo wa kufanya interceptions, kucheza mipira kuwazidi maarifa wapinzani pasi na kucheza faulo ambazo ni hatarishi kwa timu. Kunamfanya kocha Mang'oba Mngiti awe na uamuzi sasa kuifanya Yanga yake icheze pira la kuvutia lakini lenye hatari kwa wapinzani kwa kufika na kufunga, style ya Mamelodi Sundowns anakotoka, ambako alidumu kwa miaka 12 kabla ya kwenda kuifundisha Golden Arrows. Akiamua kwenye kikosi cha Yanga kinaweza kucheza kama alivyokuwa akifanya Mamelodi, akiamua kwamba kunakuwa na golikipa, walinzi wa kati 3, viungo 4, halafu kunakuwa na kiungo mmoja juu wa shambuliaji wawili. Sasa kwenye wale wa viungo pale anaamua yeye akiwa na mwamba huyu Ngoma, kuna muongezea uthabiti katika eneo la kati ya double pivot, kwamba Ngoma acheze na Mudathir Abbas,
Ngoma anaweza kucheza na Juke Oga Abuya. Abuya akipata fursa ya kuwa anakwenda mbele, majukumu kama aliyokuwa akifanya El Mudani mwenzake katika Olimpiki Safi. Tukumbuke Yanga ina kina Albert Kangwanda, top scorer katika ligi kuu ya Zambia, ambao 17 assist 9 akichangia mabao 26 kwa timu yake ya Red Arrows. Yanga ina Hussein Zakuani, anatoka katika Championship Saudi Arabia, mchezaji wa kimataifa wa Morocco, mzaliwa wa Ufaransa. Yanga ina Alan Okello, eneo la kati, ambaye ndani ya Yanga ndiye aliyechangia mabao mengi zaidi katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika, ingawa alijiunga wakati ya dirisha dogo, akifunga mabao 14 akitoa assist takriban 7 na kuwa mchezaji wa pili kwa kuchangia mabao mengi katika ligi kuu baada ya Faisal Salum Feitoto wa Azam alichangia mabao 24 kwa kufunga mabao 15 assist 9. Yupo Okello, lakini kumbuka kuna mzizi anaendelea kujifua, maana ameanza kupona, lakini wana Laurindo Depu, wana Sheikh Ibrahima Toure, wana Shashaman Peter Shalule pale mbele, nyuma wana Kwasi Atula yao, wana Abdul Nasir Gamal Mohamed, wana Mohamed Hussein Shabalala, wana Kwasi Atula yao, wana Ibra Baka, wana Bakari Nondo Mwamnyeto, golini Jigi Diara, Abu Talib Msheli. Yanga wana wachezaji wa kutosha ambao kwa ujio wa Ngoma unafanya wao imara zaidi eneo la kati kwa kuongeza ushindani na ubora. Hivyo Yanga inayo nafasi kubwa ya kuwatishia zaidi kwa wapinzani wake kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki, hususan ligi kuu Tanzania bara, wakifukuzia taji la 6 mfululizo, kurejesha taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo baada ya kuwa nalo kwa misimu 4 mfululizo likatwaliwa na watani zao wa jadi Simba katika msimu uliomalizika. Kombe la Muungano kulirejesha baada ya kutwaliwa na watani zao wa jadi Simba msimu uliomalizika, lakini ligi ya mabingwa barani Afrika kwa uzito wa kipekee kwenda mbali zaidi. Kwa malengo yao ni walau robo finali, lakini kwa kikosi hiki kikiwa na Ngoma na hao wengine walitoka kuwataja akina Kangwanda, akina Toure, akina Peter Shalulile, akina Okello, Peodo Pako Mzuzwa akija kurejea, na akina Maxim Pia Zengeli, Mudati haya basi, Yanga hii ina uwezo wa kufanya makubwa zaidi kwa kwenda nusu finali, finali kibidi, na lolote kutokea katika kupigania ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika chini ya Mangoba Mngiti, ambaye alishaeleza ndoto yake kuiona Yanga ikitoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na anajiamini hivyo kwa sababu anatambua wakiwa na Mamelodi walitoa ubingwa huo msimu wa 2015-16 akiwa na kocha Pitso Mosimane, njia anazijua na namna ya kucheza kufanikisha ushindi. Lakini Peter Shalulile juzi tu ametoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns iliyotoka kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, na ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, akishirikiana na Mngiti na ujio wa Ngoma pale katikati. Manake Yanga mbele kunaonekana kabisa kuna mwanga mweupe wa kuonyesha kwamba wanaweza wakafanya makubwa zaidi. Kinyume chake watajilaumu sana, hasa kutokana na ujio wa mwamba huyu Fredy Juva Ngoma. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona, maana changamoto wazi kosekani. Yeye anatoka timu iliyoteremka daraja, alafu anakuja katika timu inayotaka ubingwa katika kila michuano. Hii yaweza kuwa changamoto kwake, lazima switch mentality za timu aliyotoka katika eneo hilo. Lakini pili, matumaini makubwa sana kwake. Ametambulishwa kwa promo kubwa, wataplayer nambari 6, watu walikuwa kisubiri sana, kumbe ndio yeye. Maana yake from day one, kuanzia siku ya kwanza, mashabiki, wapenzi, wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini watakuwa wakitumainia makubwa kutoka kwa huyu mwamba ambaye ni pass master wa Olympic Safi na niongoza kupora mipira kama nilivyotoka kueleza. Wataka kuona ubora wake huo akiwa na Yanga. Hivyo hizo ni miongoni mwa changamoto, lakini vinginevyo mambo mengi mazuri walau kwenye makaratasi ya Ngoma. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.